Bwana Yesu asifiwe, ndugu unayetufuata kwenye ibada hii saa hizi. Praise the Lord, brethren who are following us in this service right now. Mahali pote katika ulimwengu mnaotufuata kwa mitandao yote, Mungu awabariki. Wherever you are following us on air, may God bless you. Unatufuata kwenye TV, unatufuata kwenye YouTube, kwenye Facebook, Instagram ama mtandao yoyote, Mungu akubariki kwa jina la Yesu. Wherever you are and you are following us on TV, YouTube, Facebook, Instagram, mitandao yote, all on air. Mungu akubariki. May God bless you. Tunashukuru Mungu tena kwa siku ya leo Jumapili. We thank the Lord so much for this day, Sunday. Tunakuletea tena habari njema. We have brought you good news. Kwenye uko unatufuata saa hii, uko muibada. Wherever you're following us right now, you are in service. Sababu ibada zote siku hizi tunafanya kwenye mtandao. Because all the services these days we do it on air. Lakini tuko tunaomba. But we are praying. Na tunaamini mambo itarudi kawaida. And we believe the situation will come to normal. Na ujumbe ya leo inasema hivi. And the message of today says like this. Kutoka Lodebar kukuja Jerusalem. Getting out of Lodebar, coming to Jerusalem. Kutoka Lodebar kuja Jerusalem. Getting out of Lodebar, coming to Jerusalem. Maana ya Lodebar ni kusema mahali pakavu, mahali pasipokuwa na majani. The meaning of Lodebar means a dry place, a place without grass. Tunasoma katika Samueli wa pili. We are reading in the book of 2 Samuel. Sura kenda. Chapter 9. Mstari wa kwanza. Verse 1. Mpaka ule wa 4. Up to verse 4. Lakini utaendelea nyumbani mpaka ile ya kenda. But you'll continue at your home. You read up to verse 9. Basi ninasoma kwa Swahili, alafu msomi wangu pia atasoma kwa Kizungu. Now I'm reading in Swahili, then my reader will read also in English. Daudi akasema, mmoja amebaki wa nyumba ya Saulo, nimtendee mema kwa ajili ya Yonatani. Na kulikuwa mtumishi mmoja wa nyumba ya Saulo, jina lake Ziba. Wakamwita aende kwa Daudi. Mfalme akamuuliza, wewe ni Ziba? Akasema, mimi mtumishi wako ndiye. 3. Mfalme akasema, mwingine hapana wa nyumba ya Saulo, nimtendee mema ya Mungu? Ziba akamwambia mfalme, Yonatani angali na mwana aliye kiwete. 4. Mfalme akamwambia, yeye ni wapi? Ziba akamwambia mfalme, tazama, yeye ni nyumbani mwa Makiri wa Amieli wa Lodebar. Amen. Amen. I'm reading in the book of 2 Samuel chapter 9 verse 1 up to verse 4. Now David said, is there still anyone who is left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake? And there was a servant of the house of Saul, whose name was Ziba. So when they had called him to David, the king said to him, are you Ziba? He said, at your service. Then the king said, is there not still someone of the house of Saul to whom I may show the kindness of God? And Ziba said to the king, there is still a son of Jonathan who is lame in his feet. So the king said to him, where is he? And Ziba said to the king, indeed he is in the house of Machir, the son of Amiel, in Lodebar. Hallelujah. Hallelujah. Huyu anaitwa Mefiboseti. He is called Mephibosheth. Mefiboseti alikuwa mtoto wa Jonathan. Mephibosheth was a son of Jonathan. Jonathan alikuwa mtoto wa mfalme Saulo. Jonathan was a son of King Saul. Kwa hiyo Mephibosheth alikuwa mtoto wa prince Jonathan. For that reason, Mephibosheth was a son of Prince Jonathan. Alikuwa na maisha mazuri, gisi tunajua wafalme wanakuwa na maisha mazuri. He had and was living in a good life. As we know, kings
live in good life. Maisha ilikuwa mazuri. The life was good. Huyu mtoto alizaliwa vizuri. This child was born well, Alifurahi na maisha. was well in life. Lakini alipoeneza miaka 5, But when he reached 5 years, shida kaanza. the problem began. Saulo mfalme akakufa. Saul king died, Na Jonathan akakufa. and Jonathan also died. Watu wengi kwa ufalme ya Saulo na familia ya Saulo wakakufa siku hiyo. Many people in Saul's family that day they died. Na wale watumishi waliokuwa kwa nyumba ya Saulo walianza kimbia, na wako na kimbia na huyu mtoto Mefiboseti wamkimbize. And the servants who were in the house of Saul, they started running, and they were taking, escaping this child also with them. Na wakati wako na kimbia, As they were running, huyo mtoto akaanguka this child fell, na akavunjika miguu yote mbili. and he broke his 2 legs, Akawa kilema ya miguu miwili. and he was lame of 2 legs. Kwa miaka 5 Just at 5 years, wakamkimbiza paka Lodebar. they took him up to Lodebar. Lodebar ilikuwa uko upande wa Mahanaim, Lodebar was on that side of Mahanaim. na ilikuwa karibu ya mto. Kuna mto moja ilikuwa inapita huko. It was near a river which was passing there. Ilikuwa fasi mbaya, It was a bad place. fasi ya shida, It was a place of suffering, fasi ya magumu, place of hardship, fasi ya kulia. place of crying. Angalia, prince mwalikuwa mnyumba ya kifahari, anashota na koga maji ya kizungu, anarudia Lodebar, anaanza koga kama maji ya hivi tena ya kujimwagia mwagia hivi. Imagine a prince who was in a good house, having even in a shower in bathroom, now goes deep in the village using a basin, just bathing like any other ordinary person. Maisha ile ya kizungu, anakunywa maji ya chupa, maisha yanabadilika, anaanza kunywa tu maji kwa mtoni, anakunywa Lodebar. The life of prince changed. Now, instead of drinking bottled water, he started drinking water which was out of a pot. The life changed. Maisha inabadilikaka, Life changes. na shida haiogopake mtu. And problems do not fear any person. Lakini kuna habari njema But there's good news ya kwamba hautakufia Lodebar. that you'll not die in Lodebar. Utatoka Lodebar. You'll get out of Na Lodebar. siku ya leo And today, Bwana anaona kila Lodebar unayopitia, the Lord is seeing every Lodebar you are going through. na ana mpango And He has a plan akutoshe Lodebar. that will get you out of Lodebar. Mefiboseti Mephibosheth, akakaa Lodebar, he stayed in Lodebar. akateseka Lodebar, He suffered in Lodebar. maisha ikakuwa ngumu. The life was hard. Nani atamsaidia? Who would help him? Nani atamkumbuka? Who will remember him? Lakini But baba yake alifanyaka matendo mazuri kwa Daudi. his father did good acts to David. Jonathan alimsaidia Daudi sana. Jonathan helped David so much. Jonathan wakafanya mapatano pamoja na Daudi, Jonathan made a covenant with David, na mapatano yao ilikuwa nguvu sana. and their covenant was so strong. Lakini siku Daudi amekaa kwa kiti cha ufalme, Jonathan alikuwa alishakufa. So the time when David came on the seat of the throne seat, Jonathan had died. Na siku moja And one day, mfalme akakumbuka yale mema Daudi yenye Jonathan alimtendea. David, the king, remembered the goodness that Jonathan did to him. Mema haiozake. Goodness does not rot. Endelea tenda mema. Continue doing good. Tenda mema leo, tenda mema kesho, endelea tenda mema. Do good today, tomorrow continue doing good. Hata kizazi yako itavuna ile mema unatenda, itafuata watoto wako. Even your descendants will harvest of the goodness you have done. It will follow your children. Hata kama unatenda mazuri, watu wanakurudishia mabaya, usikate tamaa. Tenda tu mema. Mungu ndiye anaona mema yako, na Mungu ndiye atakulipa. Even if you are doing good to people and they return to you evil, don't mind of that. God
sees that will do you good, continue doing good. Jonathan alimtendea Daudi mema, Jonathan did good to David, na Daudi akakumbuka ile mema. and David remembered that Na goodness. kuombea leo kwa jina la Yesu, I'm praying for you today in Jesus' name. kila mema ulioyatenda Every goodness that you did, na wewe ukumbukwe leo. let you be remembered also Jinsi today. hiyo usiku Even as that night, Daudi akasema, David said, kuna mtu aliyebakia mnyumba ya Saulo, is there still any person who remained in the house of Saul nimtendee mema that I do him good sababu ya Jonathan. because of Jonathan's sake? Kulikuwa mambo iliyotumwa Mefiboseti anakumbukwa. There was something that was sent to Mephibosheth, remembered? Ni mambo mawili. There are two things. Kitu cha kwanza The first thing, ni mema baba yake alitenda. the good that his father did. Jambo la pili, The second thing, agano yenye ilikuwa kati ya Daudi na Jonathan. the covenant which was between David and Jonathan. Mema haiozi, tenda mema na uende zako, Mungu atakulipa. Good does not rot. Do good, go your way, and God will do his part. Jambo la pili, agano lina nguvu. The second thing, covenant has power. Sisi tuna agano na Kristo. We have covenant with Christ. Ndio maana mapepo, mizimu, wachawi hawatatuweza kwa sababu tuna agano na Kristo. That's why witches, demons cannot manage us because we have covenant with Christ. Na agano letu ni la milele. And our covenant is forever. Daudi na Jonathan walikuwa na agano. David and Jonathan had a covenant. Na Daudi anakumbuka hilo agano. And David is remembering the covenant. Anauliza, hakuna mtu aliyebakia? He's asking, is there no any person remaining? Mwezi huu utakumbukwa. This month will be remembered Katika jina la Yesu. in the name of Jesus. Mwezi huu utakumbukwa. This month will be remembered. Agano lako ulilo nalo na Kristo The covenant that you have with Christ, utakumbukwa na utoke Lodeba. you will be remembered and be got out of Kila Lodeba. Lodeba Every Lodeba, utatoka huko. you will get out of Kwa there. jina la Yesu In the name Kristo. of Jesus Daudi Christ. akatuma watu David sent people waende wamtafute Mefiboseti huko Lodeba. to go and look for Mephibosheth there in Lodeba. Lakini But Ziba akasema hivi. Ziba said like this. Samueli wa pili 9 mstari wa 4. 2 Samuel 9:4. Mfalme akamwambia, yeye ni wapi? Ziba akamwambia mfalme, tazama, yeye ni nyumbani mwa Makiri mwana wa Amiel wa Lodeba. 2 Samuel 9:4. So the king said to him, where is he? And Ziba said to the king, indeed he is in the house of Machir, the son of Amiel, in Lodeba. Mfalme kona uliza, huyo Mefiboseti iko wapi? The king is asking that Mephibosheth, where is he? Ziba Anasema iko Lodeba, lakini tena anasema ni kilema. Ziba is saying he's in Lodeba, but he's lame. Na kumbuka Daudi alikuwa amesema hivi. And remember David had said like this. Samueli wa pili sura 5 mstari wa 8. 2 Samuel 5:8. Samueli wa pili 5:8. 2 Samuel 5:8. Daudi akasema siku ile, mtu yeyote anayepiga Wayebusi apande kwa kijito kupiga viwete na vipofu wanaochukiwa na nafsi ya Daudi. Wanaochukiwa, vipofu na viwete walikuwa wamechukiwa na Daudi. Kwa hivi wanasema vipofu na viwete ni pale hawezi kuingia nyumbani. 2 Samuel 5:8 says, now David said on that day, whoever climbs up by way of water shaft and defeats the Jebusites, the lame and the blind, who are hated by David's soul, he shall be chief and captain. Therefore they say, the blind and the lame shall not come into the house. Huyu ni Daudi alisema. That is David saying that. Na Biblia nasema hivi. And the Bible says like this. Nafsi ya Daudi ilichukia viwete na vipofu. The soul of David hated the lame and the blind. Mpaka kwa mji wake aliandika hawataingia.
until even he wrote in his city, they'll not enter his city. Sasa muda wa Mefiboseti umekumbukwa kutoka Lodebar. Now the time of Mephibosheth is remembered to get Lakini- out of Lodebar. Wakati anakumbukwa, But kuna when it's- sheria imeandikwa ya kwamba hataingia kwa mji. But the time was remembered, there was a law written, he'll not enter the city when he's lame. Sheria gani iko na kuzuia kuingia kwa muujiza wako na muda wako wa kubarikiwa ulishafika? Which law is hindering you to enter into your miracle? And yet, your miracle, your time has come. Haleluya. Hallelujah. Mungu atakukumbuka God will remember you. na utatoka Lodebar. And you'll get out of Lodebar. Kila sheria yote. Every law. Kumbuka sasa, huyu ndiye Daudi amesema hivyo, Remember, this is David saying this. ya kwamba vipofu na viwete hawataingia kwa mji wake. That the lame and blind will not enter his city. Na Mefiboseti wanamuita ni kiwete, ni kilema wa miguu. And Mephibosheth is called as a lame, crippled of the legs. Neema ya Mungu iko zaidi ya masheria yote. God's grace is beyond all the laws. Ndio maana anatuambia kwa Wakolosai. And that's why he tells us in Colossians. Wakolosai sura 2 In Colossians chapter 2, mstari wake wa 14. the verse 14, Msomi wangu anaweza soma hapo. my reader can read for me there. Wakolosai 2:14. Colossians chapter 2 verse 14 reads, Yes. having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, and he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Akikwisha kuzima hati ile iliyoandikwa ya kutushitaki na hukumu zake iliyokuwa uadui kwetu, akaliondosha na kuifunga kwa msalaba na misumari. Amen. Kulikuwa sheria Daudi aliandika, vipofu na vilema hawataingia kwa mji wake, kwa nyumba yake. There was a law that David had written, the blind and the lame will not enter his city in his house. Na Ziba alikuwa anasema And Ziba was saying, ya kwamba Mefiboseti ni kilema. Mephibosheth is lame. Kuna waziba wa maisha yako wenye hawapendaki ubarikiwe, hawapendi utoke Lodebar. There are Zibas of your life, they don't want you to be blessed, they don't want you to get out of Lodebar. Washindwe kwa jina la Yesu Kristo. Let them be defeated in Jesus' Muda name. wako wa kutoka Lodebar umefika saizi. Your time of getting out of Lodebar is reached now. Bwana atakukumbuka The Lord will remember you. katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Bwana Christ, atakusaidia God will help you ili utoke Lodebar. that you get out of Lodebar. Na hiyo sheria And that law imeandikwa kwenye msalaba, ikavunjwa, ikasulubishwa, Bwana akasema imeisha. That law was written on the cross, it was nailed, and the Lord said it is finished. Na Mefiboseti, And Mephibosheth, Daudi anamuitisha, David is calling for him. wanamleta. They are bringing Yeye him. iko nasoma tu, He's reading kilema, the lame, kipofu, the blind. anaangalia miguu He looks yake, upon his legs, anajikuta ni and he kilema. found himself lame, Maandiko iko pale, and the lakini writings there. anapita kwa hiyo maandiko, But he's passing by that na writings, anaingia kwa he mji. entering city. Kila sheria yote Every law iliyoandikwa which was ya written kukupiganisha of fighting against juu you, usitoke that Lodebar, you don't get out of leo Lodebar. inavunjika. Today it is getting broken. Unatoka kwa hizo You are masheria getting out of the law, na unaingia and Jerusalem. you are entering Jerusalem. Sheria haina uwezo juu yako. The law has no power over your Yesu life ameipigilia msalabani. because Jesus nailed them on the cross. Malahana zote, All the curses, mauchawi, all the witches, kushindwa all defeat zimeanguka kwa jina la Yesu. are fallen down in Jesus' name. Mefiboseti Mephibosheth akaingia mnyumba ya Daudi, entered into David's house wakakula meza moja and they dined on the same table. maisha yake yote. All his life. Mfalme wetu ni Yesu Kristo. Our King is Jesus Christ. Ametutuma sisi watumishi wake He has sent us, we as his ministers, kupitia neno la Mungu, through the word of God, tukuje kukutafuta wewe that we come and seek for na you kukutangazia ya kwamba and declare to you that muda wa kutoka Lodebar umefika. the time of getting out of Lodebar has come. Na kwenye uko unatufuata saa hizi, And wherever you're following us right unaweza now, simama na utangazi ya kwamba mimi na familia langu tunatoka Lodebar. you can stand up and declare, me
and my family, we are getting out of Lodebar. Watoto wako wanatoka Lodebar. Your children are getting out of Lodebar. Ndoa yako inatoka Lodebar. Your marriage is getting out of Lodebar. Kazi yako inatoka Lodebar. Your job is getting out of Lodebar. Afya yako inatoka Lodebar. Your health is getting out of Lodebar. Unaingia Jerusalem. You are entering Jerusalem. Katika jina la Yesu In the Kristo. name of Jesus Christ. Utakula na mfalme. You will dine with the king. Maisha yako yote. All your life. Maisha ya Lodebar imeisha. The life of Lodebar has ended. Katika jina la Yesu In the Kristo. name of Jesus Christ. Mungu tunayemwamini The God whom we believe in, ni Mungu mkubwa. He is a great God Mwanabadilishaka mambo. who changes situations Na atabadilisha. and will change Na kuingize and to take you kwa utukufu wako. in your glory Uingie Jerusalem. that you enter Jerusalem. Kila Lodebar yote Every kind of Lodebar ya kushindwa maisha, of being defeated in life, ya maisha ya dhambi, of sinful life, ya maisha ya umaskini, of life of poverty, umetoka Lodebar. you have got out of Na Lodebar. jinsi uko natufuata hivi, As you are following us right mahali now, pote ulipo, wherever you are, muda wa kuishi Lodebar imeisha. the time of living in Lodebar has ended. Unakuja Jerusalem You yako are coming to your kwa Jerusalem jina la Yesu. in the name of Jesus. Na hiyo siku Now that night, that day, Mefiboseti alikumbukwa. Mephibosheth was remembered Nao kumbukwe. and be remembered Hii also. shida haitabakia milele. This situation problem will not remain forever. Mungu ataimaliza. God will finish it. Tunataka omba Mungu. We want to pray to God Sababu Mungu iko na kutoa Lodebar. because God is getting you out of Hata Lodebar. kwenye huko unaweza anza omba, mimi natoka Lodebar. Even where you are, you can start praying, I'm getting out Kwenye of neno Lodebar. Lodebar anza sema shida yako. Now, whoever is in Lodebar, mention your Kama ni situation. magonjwa huko mkitanda saizi huko natangaza, mimi natoka Lodebar ya magonjwa kwa jina la Yesu. If you are bedridden, start decreeing that you are getting out of Lodebar of sickness in Jesus' name. Kama ni shida ya ndoa huko natangaza, nimetoka Lodebar kwa jina la Yesu. If it is a problem of marriage, say, I'm getting out of Lodebar. Haleluya. Amen. Unatoka Lodebar. You are getting out of Lodebar. Tunataka omba Mungu. We want to pray to God. Onesha Mungu hitaji yako. Show God your need. Mungu atakusaidia. God will help you. Tuombe Mungu. Let us pray to Baba, God. tumekushukuru Father, we thank you juu ya neno lako. because of your word. Mefiboseti alikumbukwa. Mephibosheth was remembered. Nimeombea kila mwametusikia, Bwana mkumbuke. I have prayed for every person who have been listening. Remember the person. Watoe Lodebar. Get them out of Lodebar Na waingize Jerusalem. and take them to Jerusalem. Masheria na vifungo zote zimevunjwa kwa jina la Yesu Kristo. All the laws are being broken in Jesus' name. Tumetangaza ya kwamba We are decreeing that utatusaidia sote you will help all of us kwa safari ya kutoka Lodebar kuingia Jerusalem. in the journey of getting out of Lodebar going to Na Jerusalem. hakuna kizuizo kitatufungia njia, maana utakuwa upande wetu. And there is nothing that shall hinder us on the way because you'll be on our side. Kwa jina la Yesu Kristo. In Jesus' name. Amen. Amen. Kama unatufuata na hujaokoka, If you have been following us and you have not got saved, patia Yesu maisha yako. give Christ your life. Rudilia hii maombi. Answer these prayers. Ni maombi ya kuokoka It is a prayer of getting saved na kumpa Yesu maisha yako. and giving Christ your life. Bwana Yesu Kristo, Jesus Christ, our Lord, nimelisikia neno lako. I've heard your word. Nimeamua leo kuokoka I've decided today to get saved na kukupatia maisha yangu. and to give you my life. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Be the Lord and the Savior of my life. Uandike jina langu mkitabu cha uzima Write my name in the book of the living na ulivute kwa kitabu cha hukumu and delete it in the book of judgment. kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Amen. Amen. Kama umeokoka usirudi tena nyuma, tumikia Bwana. If you have got saved, don't backslide. Serve God. Na kama nawe umeokoka lakini ulikuwa umerudi nyuma sababu ya shida za maisha, simama tena, toka Lodebar, tumikia Mungu. If you are saved and you backslid because of the situation of life, just stand, serve God. Kwa jina la Yesu In Kristo. the name of Jesus. Amen. Amen.